kata ya Kilimani ndio kata pekee ambayo ilikuwa haina shule ya msingi na shule ya sekondari. Kama mtakumbuka, na wakati tunaomba ridhaa miaka mitano iliyopita, ilikuwa ni sehemu ya ajenda. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba yale ya awali yametimia. Nilikuja kuanzisha msingi mwenyewe kule juu. Leo na furaha kubwa kwamba shule ile inakwenda kukamilika ili watoto wetu wasimbie umbali mrefu na wapate elimu ndani ya kata ya Kilimani. Sababu na hiyo pia itakuwa baki eneo la shule ya sekondari, nafikiri bado hiyo, lakini katika hatua hii nafikiri hilo ni sehemu kubwa la mafanikio, ambapo kata yetu ya Kilimani itapata fursa ya kuwa na shule yake hiyo ya msingi. Lakini nafahamu pia iko changamoto nyingine kubwa, hasa wananchi wa kata na wananchi wa mtaa Chinyoyo. Barabara ile ya kupandisha kule juu tumeelekeza wenzetu wa TARURA katika mfumo wa fedha, badala ya utaratibu wa kila siku kuendelea kuipangua na kurudi katika hali yake ya ubovu, tunataka kuja na mpango mahususi kabisa kuhakikisha kwamba tunatengenezea utaratibu ili barabara ya kudumu na ambao wananchi wataweza kupita pasipo na changamoto yoyote. Tunatumai haya yatawezekana kwa sababu ya tayari tumeshakwenda kulipitia ile eneo la kuona kwa zikesha ambapo hata inakuwa kubwa. Ile ile mzao wa shule pia yenyewe baada ya kutokana muda mrefu sana tulikuwa tuna shida kama hiyo eneo la Mnadani na Changombe. Mheshimiwa Rais katika wabunge huwa anatoa shilingi bilioni 1 kwa ajili ya miundombinu. Mimi nilipeleka bilioni 500 mtaa ule na tukatengeneza mifereji ya kupitisha maji vizuri. Hivi sasa ile changamoto hakuna tena. Ndio changamoto kwa kufanya eneo la Chinyoyo. Naamini tutakwenda kupata dawa ya kutibu jambo ili basi kipindi cha kuwa tunafanya ndeto wa Chinyoyo kama wako sehemu nyingine tofauti na Dodoma mjini. La mwisho tunafahamu kwamba kupitia kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila baada ya miaka 10 katiba imeruhusu kuweza kupitia mipaka ya majimbo na majina ya majimbo. Katika mapendekezo mwaka huu, jimbo la Dodoma mjini limependekezwa pia kwa ajili ya kutoa mipaka yake. Sasa umeona kuna habari nyingi sana, na hata wale ambao wakipenda pia kwa viongozi wanapata tabu kidogo, hawajui nini kitatokea. Ndio chukua fursa hii kuambia kwamba mchakato haujakamilika, na alikuwa ni pendekezo. Jimbo linaweza likagawanywa au lisigawanywe, inawezekana kabisa. Kwa tusubiri mpaka mchakato ukamilika na kupata ridhaa. Lakini tu kwa sababu naweza kupata nafasi nyingine, ikitokea jimbo limegawanywa, kwa sababu mimi ni binadamu, siwezi kujigawa nikawa nusu. Ikifika wakati lazima nitafanya maamuzi ya eneo gani hasa ambalo tutakuwepo. Kwa hiyo naomba mwendelee kumwambia kwa Mwenyezi Mungu endelee heshima na busara, ili wakati huo ukifika basi kufanya maamuzi sahihi. Lakini mimi wakati nakuja kuomba kura kwa jimbo la Dodoma mjini ambalo lilikuwa lina ukubwa wa kata 41, yako bado maeneo ambayo hatujakamilisha. Itakapotokea vyote vile, lakini lazima niendelee kuwa mbunge wa maeneo yote kwa kipindi cha miaka 2 mpaka 3 zaidi ili kukamilisha mpango wa bajeti. Lakini haya yatawezekana tu kama tutapata fursa hiyo. Sababu mimi nawashukuru sana